mtu wa kawaida. Hakuwa mtu mwenye mbwembwe, alibaki mtu wa kawaida. Tunapostaafu unaacha sasa kutoka, inakuwa labda kutoka ni umekaribishwa mahali kwenye shughuli maalum. Ile ya kutoka kama vijana inakwisha, kutembelea watu. Sarungi hakuwa hivyo. Sarungi alipostaafu, mimi najua kuna wengi hapa ambao Sarungi alikuwa anawatembelea. Mimi ofisi yangu ipo pale Guba Road, si mbali sana na Msasani alipokuwa anaishi Sarungi. Ilikuwa haipiti wiki tatu, alifanya kama common room hivi. Haipiti wiki tatu kabla hajapita pale ofisini, tukakaa tukazungumza, na wakati wote anaanza kuniuliza juu ya afya yangu. Bado ni mtaalamu, ataniuliza juu ya afya yangu. Nikimweleza atanifundisha namna ya kuishi, atanishauri hata daktari wa kumuona. Taanza na hiyo. Lakini wakati mwingi alikuwa anazungumzia mambo ya nchi. Alifuatilia sana maendeleo ya nchi hata alipostaafu, na alikuwa anakuja tunazungumza. Akiona jambo, yeye alikuwa ananitumia kama kichochoro cha kufika kwa wakubwa, kwamba tukizungumza naona linakwenda hivi, anasema we mwenzangu una nafasi nzuri zaidi, hebu naongoneza hao wakubwa washauri hivi. Na alifanya hivyo wakati wote. Kwenye serikali mimi nilifanya naye kazi kwa muda mfupi. Alipoingia kwenye baraza la mawaziri, nadhani ndio mimi nilikuwa namalizia ile mwaka 90, mwisho wa mwaka 91 nikatoka. Lakini wakati wote alipokuwa kule